Nyinyi mnafahamu kumekuwa na blueprint tangu mwaka 2018. Imeshakaa zaidi ya miaka 5. Kwa mwaka huu tumeshaipitia, tunaandaa mkakati mpya wa kuweza kuboresha mazingira ya biashara nchini. Na tumekuwa tukipimwa huko duniani, tunapimwa jinsi ambavyo mazingira kufanya biashara ni rahisi katika nchi yetu na nchi zingine. Na sisi katika kuhakikisha kwamba tunajiimarisha kwenye eneo hili kupitia tume ya mipango, tunaenda kuanzisha sasa utaratibu wa kushindanisha mamlaka za serikali za mitaa, jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tutazilangi kuanzia mwakani, mamlaka zote pamoja na mambo mengine zitakuwa na kigezo cha kupimwa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa kila mwaka tutatangaza mamlaka gani ilifanya vizuri na mamlaka gani ipo ya mwisho. Lengo ni kuona kwamba mamlaka za serikali za mitaa zinakuwa vituo vya kiuchumi badala ya kuwa vituo tu vya utawala. This is very important. Na hapa muda umebaki dakika 20, ni nyingi sana hizo. Sasa hivi namaliza. Sasa mimi ni mwalimu, kwa hiyo namalizia eneo la mwisho. La mwisho kabla ya mwisho ni hili la mipango ya maendeleo ya taifa katika kipindi cha miaka 5 ijayo, kwa maana ya Tume ya Taifa ya Maendeleo inaendelea maandalizi ya nyenzo za utekelezaji wa dira 2050. Tunaandaa na maandalizi ya nyenzo ya kwanza, kitu kinaitwa mpango wa maendeleo wa miaka 5 tunakamilisha, utazinduliwa kabla ya tarehe 1 Julai na utaenda bungeni. Lakini pia mpango wa maendeleo mwaka mmoja na mkakati wa ufuatiliaji na upimaji. Kwa upande wa mashirika ya umma nisema mambo manne tu. Upande wa mashirika ya umma, moja, tunaenda kuweka mfumo mpya na imara zaidi wa upimaji wa maendeleo ya mashirika ya umma kwa kuzingatia tija ya kiuchumi na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa mashirika ya umma na kuwekewa M&E, vigezo vipya vya upimaji kuhakikisha kwamba ni kwa kiwango na wachanga katika maendeleo wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani, ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika. Huko mbele kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 sheria mpya ikipita hii ni kwamba watendaji wa mashirika ya umma utakompiti kama ni Director General wa TANESCO utaomba kwa vigezo ambavyo vipo, utaapply. Kama ni wajumbe wa bodi, ndugu yangu, unataka kuwa mjumbe wa bodi wa TISEZA si wa TPA, kawaida utachaguliwa chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma. Kwa mashirika ya umma ya kwetu haya mengi yanaweza kufanya biashara kubwa lakini hayana mitaji. Kwenda kuanzisha chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie hitimisho niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana, ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni 8 na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 50 ifikapo mwaka 2030. Pili, kuimarika kwa usimamizi, ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia vigezo vya matokeo, kitu kinaitwa key performance indicators. Kwa kila wizara na kila taasisi ya umma itapewa viashiria vya kufikia na watapima kwa kuzingatia viashiria hivyo. Kwa hivyo tunakamilisha hiyo tunapoanza, kama sema maandalizi ya utekelezaji wa dira 2050, kila sekta, kila wizara itapewa specific key performance indicators na mafanikio ya wizara na sekta itapimwa kwa kuzingatia viashiria hivyo. Na mwisho, mashirika ya umma kuwa na tija zaidi kwa kuzingatia mchango wao katika uchumi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Swali, tunaomba usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.